Karibu katika darasa ya Biblia tujifunze. Karibu katika darasa ya Biblia tujifunze. Karibu. Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na nikukaribishe katika kipindi hiki ambacho ni kipindi cha kujifunza neno la Mungu. Na katika kipindi kilichopita tulijifunza habari za neno na uamsho. Tukajifunza kwamba neno la Mungu ndilo linaloleta uamsho. Bwana Yesu mwenyewe akasema kwamba yoyote anayeona kiu, yoyote anayehitaji kupata maji kutoka kwake, aende kwake, lakini sharti lazima awe anamjua kama maandiko yanavyomtafsiri. Na kweli huwezi kumjua Mungu na huwezi kumjua Bwana Yesu vizuri bila kujua neno lake. Ndio maana Ayubu anatusisitiza kwamba mjue sana Mungu ili upate kuwa na amani. Lakini si amani tu, na mema ndivyo atakapokujilia. Kwa hiyo ili uweze kupata zile baraka za Mungu, uweze kupata ile neema ya Mungu, ili uweze kupata mambo yote ambayo ni kutoka kwa Mungu, lazima umjue kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima umjue kwanza. Sasa leo tunaenda kujifunza somo linalosema mto wa kiroho. Na katika somo linalopita nilikueleza kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinalifanya kanisa la leo liweze kutokuwa na matunda, liweze kuwa katika hali ya udhaifu, lisiongezeke, ni kwa sababu ya kitu kimoja ambacho leo tunaenda kujifunza kwamba Biblia inatuambia kwamba huu mto chanzo chake ulianzia wapi? Ulianzia katika madhabahu ya Mungu. Chochote kile ambacho kinatakiwa kufanyika, kinatakiwa kianze kwa Mungu. Kinatakiwa kianze. Ndio maana nasema uniulize kwa habari za watu wangu, kwa habari za kazi mikono. Hebu angalia kitabu kinasema hivi. Isaya 45 ule mstari wa 11. Maandiko yanasema Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi: niulize habari za mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu, habari ya kazi ya mikono yangu, haya niagizeni. Ndio maana Musa alipokuwa ameenda kwa Farao na kuagiza kwamba Farao awaachie wana wa Israeli, Farao alileta upinzani. Musa alipitia upinzani mgumu, na hata ikafikia wakati hata wale ndugu zake ambao alienda kuwatoa katika utumwa wakaanza kupitia katika hali ya changamoto, wakaanza kuteswa, wakaanza kupitia mambo magumu. Ikafika mahali mpaka wakawalaumu kina Musa, lakini Musa alipata ujasiri wa kumwendea Mungu katika kile kitabu cha Kutoka. Hebu tusome kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 6 kuanzia ule mstari wa kwanza. Nasema Bwana akamwambia Musa, sasa utaona nitakayomtenda Farao, maana kwa mkono hodari atawapa ruhusa kwenda zao, kwa mkono hodari atawafukuza katika nchi yake. Kwa nini? Kwa sababu Musa alienda akamuuliza Mungu, akamwambia Mungu katika Kutoka 5 ule mstari wa 22. Musa akarudi kwa Bwana akasema, Bwana, mbona umewatenda mabaya watu hawa? Kwa nini kunituma mimi? Kwa maana tangu nilipokwenda kwa Farao kusema naye kwa jina lako, amewatenda mabaya watu hawa, wala kuwaokoa watu hawa hata kidogo. Tunaona Musa alipata ujasiri wa kwenda kusema na Mungu kwamba kwa nini hawa watu wameendelea kupitia mambo magumu, na sababu ni mimi, na sio tu mimi, wewe ndiye uliagiza kwamba niende kufanya kazi hii. Kwa nini hawa watu wanapitia mambo magumu? Kwa sababu baada ya kusema na Farao ndipo haya yote yamejitokeza, na watu walipata kumlaumu Musa na Haruni kwamba kwa nini mmefanya mambo haya? Kwa nini mmetusababishia sisi tunateseka, tunapitia mambo magumu? Kwa sababu walipata ujasiri wa kwenda mbele za Mungu na kumhoji Mungu, kwa sababu yale waliyopenda kuyafanya waliagizwa na Mungu. Kwa hiyo ndio maana Mungu anasema kwamba niulizeni kwa habari za kazi ya mikono yangu, niulizeni. Unajua shida iko hapa kwamba walimu wengi na wainjilisti wengi na watumishi wengi wa kizazi hiki hawana muda wa kutafuta shauri kutoka kwa Mungu, hawana muda wa kutafuta jumbe
za Mungu, hawana muda wa kukaa magotini pa Bwana na kutafakari na kuomba Mungu awape neema, awape kile ambacho anakusudia waende kusema na watu. Kwa hiyo watu wanakaa tu, mtu anaweza kupata tu ujumbe akiwa anatembea, yuko sokoni, anaweza kukaa tu akasikia watu wamepigana huko. Huo ndio unakuwa ni ujumbe wa Jumapili. Huo unakuwa yani wanaishi kwa matukio ambayo wanahubiri yaliyo ya akili zao. Unajua maandiko sema wanahubiri yaliyo maagizo ya wanadamu, wanahubiri yaliyo ya akili zao. Lakini tunaona kwamba huu mto umeanza katika madhabahu ya Bwana. Ezekieli 47 inatufundisha kwamba kila kitu, maombi, neno la Mungu, chochote tunachokifanya lazima kianze na Mungu, lazima kianze kwenye madhabahu ya Mungu. Na kinapoanza kwenye madhabahu ya Mungu ndipo tunaona matokeo yake, jinsi ule mto unavyotiririka. Maana maandiko yanatuambia kwamba, hebu angalia, yanatuambia kwamba mto unatoka katika nyumba ya Mungu. Tafsiri yake ni kwamba kila kitu cha kweli kinachoweza kubadilisha maisha ya watu, kinachoweza kuleta matokeo ya kiroho, ni lazima kianze kwa Mungu, ni lazima kianze na mafunuo ya Mungu, lazima kianze na sauti ya Mungu, ni lazima Mungu mwenyewe awe ndio amekiagiza. Tusiseme yale ambayo ni akili zetu, tuseme yale ambayo ni mitazamo yetu. Tunatakiwa kutafuta kile ambacho tunajua. In every situation we are passing, kila wakati, chochote tunachopitia, kuna kitu Mungu anazungumza. Katika kila hali kuna kitu ambacho Mungu anazungumza, na nataka tuisikie hiyo sauti. Anasema kwamba ule mto unaongezeka hatua kwa hatua. Naona kwamba alianza mto kidogo, maji yalifika wapi? Miguuni, baadaye ukaja mpaka wapi? Magotini, hadi viunoni, hatimaye ukawa ni mto ambao hauvukiki. Maana yake ni nini? Hiki ndicho ambacho Bwana Yesu alisema kwamba akawatolea mfano huu, kitabu kile cha Mathayo ile 13 mstari ule wa 31. Anasema akawatolea mfano mwingine akasema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitwaa mtu akaipanda katika shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote. Tunaona ule mtu ulianza kidogo. Ni mtu ambao mtu alikuwa anaweza kutembea tu mwenyewe, akatembea tu mwenyewe, lakini kadri jinsi ulivyozidi kwenda, ule mto ukawa ni mto usiovukika. Anasema nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ukiisha kumea huwa mkubwa kuliko mbegu zote, ukawa mti, hata nyoni wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watumishi wa Mungu. Tunaona huu mti ulianza kidogo, kama yanasema ni punje ndogo, punje haradali kidogo, lakini baadaye ulikuwa ni mti ambao umekuwa mti mkubwa. Biblia inatuambia ndege wa kila aina wakaona ni mahali pa kukaa. Kwa hiyo huu mto tunaona mto huu unaleta uzima. Nasema ile Ezekieli 47 mstari wa 9, nasema kila kitu kitaishi popote utakapofika mto huu. Kila kitu kitaishi. Kwamba hii inatuambia kwamba uwepo wa Mungu unapoingia katika maisha ya watu, katika jamii, katika familia, unajua hii ni kama wari, lakini chanzo kinakuwa ni kwa Mungu. Kwa hiyo jambo lolote la kimungu linapoingia kwenye familia ni lazima linaleta uhai. Mafundisho yoyote yanayotokana na sauti ya Mungu, mafundisho yote yanayotoka kwenye madhabahu ya Mungu yanaleta neema, yataleta neema kwa kanisa, yataleta neema kwa wale wanaoyasikia, yataleta neema kwa jamii, yataleta uzima. Biblia inatuambia kwamba huo mtu huleta uzima. Unapoingia katika maisha ya watu unaleta uzima, unapoingia kwenye jamii unaleta uzima, unapoingia kwenye familia unaleta uzima, unapoingia kwenye kanisa unaleta uzima, unaleta matumaini, unaleta urejesho, unaleta. Hebu angalia, anasema Ezekieli 47 ule mstari anasema huo mto unapoingia, maji yanapoingia baharini, ile bahari inaponyeka. Bahari katika ulimwengu ule wa kiroho, bahari inawakilisha nini? Inawakilisha watu, inawakilisha jamii, inawakilisha mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neema ya Mungu hii kama ikitoka kwa Mungu mwenyewe, mwinjilisti akitoka kwa Mungu mwenyewe na akipokea ujumbe kutoka kwa Mungu mwenyewe,
huo ujumbe ukifikia jamii katika mahubiri, lazima watu hao wataokoka, lazima watu hao watabadilika, kwa sababu ile ni neema. Nyuma yake ni mtu ambao umebeba baraka, kwa sababu huyo mtu alikaa akawa connected na ule mtu wa baraka, akawa. Ndio maana tulipokuwa tunajifunza habari za uamsho, kwamba nikasema kuna mahali kutakuwepo kuna kitu, maana uamsho ni urejesho wa vitu ni information ya vitu ambavyo vilikuwa tayari vimeshatoka kwenye mfumo wake. Kwa hiyo tunavirudisha kwenye mfumo, tunajiuliza ni wapi ambapo tumezembea, ni wapi ambapo tumelegea. Paulo anasema kwa sababu tuna huduma hii hatulegee, lakini kuna mahali tumelegea. Kwa hiyo tunaposema uamsho, maana yake ni kutengeneza, ni kutafuta namna ya kujiconnect na huo mtu, namna ya kurudisha, namna ya kuzibua mitalo ya mtu, ili kwamba yale maji yanayotoka kwenye ile madhabahu yatufikie sisi. Maana yale maji yakitoka yanakuja na baraka, yale maji yakitoka yanakuja na neema. Nasema yale maji mahali yatakapofika, mahali hapo watu wa mahali hapo watapata neema, watapata matumaini, wataponywa. Nasema maji yale mahali yatakapoingia kwenye hiyo bahari itaponywa. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Mungu anaweza kuchukua sehemu iliyokuwa imeharibika kuleta uponyaji na urejesho. Kwa mfano kanisa lilikuwa limepitia katika hali ya ukame, unashangaa neema ya Mungu, unashangaa nguvu ya Mungu inaongezeka. Maisha ambayo yalikuwa watu wamekata tamaa, mahali ambapo walikuwa na utasa wa kiroho, watu hawaokoki, lakini hii neema inapofika mahali hapo, huu mto unapofika mahali hapo, unaleta uhai. Angalia, mto unaongeza samaki wengi. Biblia inatuambia kwamba huo mto unapofika kwenye hiyo bahari, samaki wanakuwa wengi. Kwa nini? Kwamba mto unapofika unazalisha ongezeko, linaongezeka, watu wanaongezeka, neema zinaongezeka, baraka zinaongezeka, mambo mengi yanatokea, yanafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu huo mto umefika mahali hapo, huo mto umeingia mahali hapo katika ulimwengu wa roho. Huo mtu umeingia kanisani, huo mtu umeingia kwenye jamii, huo mtu umeingia kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa na tuweze kuona baraka za Mungu, lazima tuhakikishe chochote tunachokifanya kiwe chanzo chake ni huo mto, na huo mto huwezi kuwa connected na huo mto kwa namna yako unayotaka. Ndio maana Yesu akasema mtu yoyote anayetaka kupata maji ndani yake, maana yake apate kuunganishiwa na haya maji. Asema maji yatatoka, yatatiririka, maji yatatoka ndani yake. Maana yake kuna mahali yanatoka yanaingia ndani yake, yuko connected na huo mtu. Kwa hiyo ili mtu aweze kuwa connected na huo mtu, Bwana Yesu anasema kwamba ni lazima huyo mtu amjue kadri jinsi maandiko yanavyomtamka, kadri jinsi maandiko yanavyomtafsiri. Kwa hiyo neno la Mungu ndilo linatupa nafasi ya kuweza kuwa na fursa ya kuwa connected na huo mtu, kwa sababu neno la Mungu ndio linalofunua Mungu. Neno la Mungu ndio linalotupa ufahamu, kujua namna ya kutembea kwenye njia za Mungu. Kwa hiyo Mungu ana njia zake, Mungu ana namna zake za kumtafuta. Hatuwezi kumtafuta Mungu kwa jinsi tunavyotaka, kwa jinsi ya tulivyolelewa, jinsi tunavyofahamu tamaduni zetu, tukatumia tamaduni zetu kumtafuta Mungu. Hatuwezi kumtafuta Mungu kwa njia ambazo tunafikiria kwa akili zetu. Njia za Mungu zinajulikana, na neno la Mungu ndio linatufundisha njia za Mungu. Na kumpenda Mungu ndiko kwamba tuzishike amri zake, tutembee katika njia zake, ili tuweze kuwa connected na huo mto ambao unaleta samaki, huo mto unaleta baraka, huo mto unaleta matunda, huo mto unaleta uponyaji. Huo mto nasema kwamba kwa sababu unaleta samaki wengi, na pia unaleta wavuvi. Nasema kwamba wavuvi wataongezeka, maana yake kuna watendakazi wataongezeka, kwa sababu kuna baraka ziko hapo, kuna watu wameokoka hapo. Mungu lazima ataleta walimu, Mungu ataleta uinjilisti, Mungu ataleta waombaji kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale samaki wale watu waliovunwa lazima wahakikishe kwamba wanatunzwa. Siku moja nikasema Mungu hawezi kuokoa watu wake akawapeleka mahali, lazima anapotoa mahali lazima hakikisha kwamba anapowapeleka ni mahali sahihi, na lazima hakikishe kwamba hao watu wanapata huduma sahihi. Kwa hiyo lazima ataleta walimu, lazima ataleta kama ni huduma ya uimbaji ameinua hapo, lazima ataleta walimu, lazima ataleta uimbaji, lazima ataleta, ili kuhakikisha kwamba ule mto matunda yake yanaendelea kuwa endelevu. Kwa hiyo huo mto lazima tuhakikishe katika ulimwengu wa roho, kanisa langu, maisha yangu, jamii yangu, familia yangu,
tuwe connected na huo mtu ili tuweze kuona baraka za Mungu, kwa sababu bila kuwa connected na huo mtu wa kiroho hatuwezi kuyaona matunda. Kwa hiyo kanisa la Mungu na Mungu kusudi lake ni kuona kanisa likiongezeka. Karibu katika darasa ya Biblia tujifunze. Karibu katika darasa ya Biblia tujifunze.